ambao ni tech lovers, wanaopenda development, wanaopenda vitu vyote kuhusu development, mambo mengine wanaweza wakaweka comment yao hapo. Hizi ni njia ambazo utatumia kuconnect project yako pamoja na GitHub account ili kuweza kuondoa ile watermark ambayo inajitokeza pale wakati ambapo wewe unakuwa unafanya project yako au umedevelop project yako umeiweka live. Sasa cha kwanza utagusa hapa juu kulia, utagusa kwenye sync project to GitHub, utagusa hapo, then utaconnect to GitHub. Huu ni mfano wa project ambayo imetengenezwa na Lovable, ambayo nimebidi nitengeneze mfano huu ili niweze kuwaelekeza na kuwafundisha namna ya kuconnect na GitHub. Sasa hapa utakuja kuangalia account ambao wewe tayari uko umeshaziconnect. Kama hujai connect, utaona mahali pa ku authorize with GitHub. Sasa mimi nimesha connect na hii account yangu hapo ambayo inaitwa Lava Toxic. Kwa hiyo cha kwanza nitagusa hii account yangu, choose account. Kwa hiyo account ambayo ipo active ni hii hapo ambayo ni Lava Toxic, afu nitaiconnect. Utaona kabisa hapa ina sync na portfolio with GitHub. Maana yake na sync ile project yako with GitHub. Kwa hiyo tayari inakuwa imesha sync na GitHub. Kama hujawahi kabisa connect, itakwambia login with GitHub ku confirm. Kwa hiyo vitu vingine vitakuwa vinajieleza hapa. Hivi utaingia tu utaview hii GitHub account hapa, view project on GitHub. Kwa nini haionekani? Kwa sababu hii ni account ya GitHub ambayo mimi sio nilio-connect na nanile na project yangu. Kwa hiyo mimi nitakuja hapa pembeni, nitabadili account hapa. Ngoja kwanza, maana mtandao wangu kidogo changamoto, lakini nitagusa hapa, then nita switch account, nitaingia na account yangu hii hapa ambayo ndo hii. Kwa hiyo nikija kwenye account yangu tena hapa hivi, nikitaka kuview ile project yangu hapa kwenda GitHub, tunaikuta sehemu kama hii hapa hivi. Naona inachukua muda kidogo kulingana na network na ipo low. Wow. Sasa sisi hapa tutakuja kwenye hii GitHub ya kwangu hapa, repository ambazo zipo. Nikiangalia hapo kwenye hizi repository hapa, ngoja ni search kwa jina kwa sababu sikuna naiona ile GitHub account yangu tayari imekuja imeconnectiwa. Kwa hiyo nitaingia kwenye hii project ambayo tayari ipo connected, ambayo ndo hii hapa. Nitaona zile kodi zote ambazo zipo zimetengenezwa na Lovable, zote zimepushiwa huku, zote ziko pushed huku hivi. Kwa hiyo sasa kuanzia hapa ndo naweza nikaedit vitu muhimu, kama vile nitaanza kuedit sehemu ambazo zinaonekana ikilingana na fav icon. Fav icon manake hii ni kile kama unavyoona hapa juu hivi kuna haka ka icon ka Lovable. Kwa hiyo mimi nataka nikatoe haka nikaeke icon ya website yangu ambayo nitataka. Kwa hiyo mimi nitaingia kwenye public hapa, then kwenye fav icon ili nisiteseke sana nitaiedit. Sawa. Edit yangu nitakavyo edit nitaibadilisha tu jina hapa kidogo. Nitaibadilisha jina niongeze tu ili ibadilike kule isiwe inaonekana pale. Alafu nitacommit. Hicho ni cha kwanza. Alafu nitakuja nikiwa kwenye public hapa, nita add file kwa kuupload files, ambapo nitaenda kuupload picha ambayo mimi naitaka. Picha yenyewe naichagua kutoka huku. Tuchague mfano wa picha hapa. Tuchukue picha yoyote hapa. Tuchukue picha ambayo itakuwa na rangi. Tuchukue mfano hii hapa. Then to open.
tutaiona ina upload huku hivi. Ikishaji upload huku tuta commit changes. Chini kabisa huku unakuja una commit changes. Sasa kilichobaki hapa hivi baada ya kuupdate hivi, tutakuja kwenye public tena. Tutakuta ile picha yetu imeshaji upload ambayo ndio hii hapa. Sasa hii picha tunatakiwa tuiedit ifanane ili iweze kutokea hapa juu hivi. Jina lifanane na liitwe fav icon. Kwa hiyo tutakusa hapa tutaiedit. Kwa hiyo mimi nitatype hapo 5. Nimeenda vibaya kwenye kuedit, kwa hiyo nitaedit hapa. Alafu nitabadilisha jina hapa. Nitaita ni fav icon au malizie ni kwa utaita hivyo, alafu uta commit changes. Ukisha commit changes utakuja kwenye public hapo, utaikuta yenyewe imeshajiname imekuwa vile. Kwa hiyo kingine nitakachokuja kuedit hapo kwenye hii ni muonekano ule wa, yani zile kwa mfano meta image, meta tag na vitu vingine. Kwa hiyo mimi nitakuja hapa kwenye my portfolio, alafu nitakuja kwenye index.html ambayo ndio imebeba muonekano wa pale description ya website. Alafu nitaingia kwenye kuedit this file. Nitaedit this file. Kwa hiyo sehemu za muhimu za kuedit ni huku hivi, ambapo utakuta kwenye title liko sawa, ambao ni mimi sawa. Alafu kwenye meta description content unaweka description yako ambayo wewe unaitaka. Alafu unashuka moja kwa moja unakuja kwenye hizi title na website na vitu vyote hivi. Wewe utaedit kulingana na description ambayo wewe unatoa. Hapa kwenye picha utakuwa unaweka popote palipoandikwa image, utakuwa unabadilisha, unaweka image yako ambayo wewe unataka iwepo. Utaupload image kwenda kwenye Catbox More ambayo ndo rahisi, afu ndo zile URL unakuja unaziplace hapa. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo tutakuja kudiscuss katika video ambayo itakuwa inakuja. Kwa hiyo hapo nimeonyesha tu jinsi ya kuconnect na GitHub na kuedit fav icon. Kwa hiyo nahisi itakuwa nimecover sehemu kubwa ambayo itaweza kukusaidia wewe kama developer kuficha baadhi ya vitu ambavyo vinakuwa vinaonekana kama edit with Lovable. Sijui fav icon kwenye display inakuwa inaonyesha tag za Lovable, na kwa hiyo kidogo inakuwa ina changamoto. Asanteni, subscribe hapo hivi ili niweze kupata moyo wa kuendelea na vitu vingine.